Mzee. Si useme. Useme basi mzee. Useme nimjue. Taratibu. Kuwa mpole kijana. Kama ni hivyo, hauwezi ukaupata ulisi. Lazima uwe mpole. Mambo hayaendi hivyo. Muda sio mrefu, mlisi wa zile mali tamleta. Sawa. Kilila, muda ukifika kweli, kilila, hakuna atakayeficha. Kilila, kidani cha urithi kinaficha historia, majina yaliyopotea yatandikwa. Usiku wa giza, siri zimefichwa. Bana, twende. Bana napajua. Wewe unapajua vipi? Endapo wewe umekuja juzi. Sasa hapo umefuata nini? Acha kufanya unachokifanya. Baraka mwanangu, twende nyumbani. Mwanangu, utakuja kuvaa hata uchawi jamani. Wewe kile unachokiona unachukua unavaa. Jamani, kweli. Sasa nini? Acha kugaragara, hebu amka twende basi. Sasa unalilia nini? Ule ni uchafu, nitaenda kukununulia kingine. Hebu amka twende nyumbani. Here. Go. Acha nikuvalishe. Umelizika eh? Kidani cha urithi kinaficha historia, majina yaliyopotea yatandikwa upya. Walioonewa watasimama kwa nguvu. Kidani cha urithi kitafunua kweli. Kidani cha urithi mwanga ndani ya giza. Maana ya kimbao umechelewa hivi. ni Modibi na Junior walikuwa wananisumbua sana, ndio wamenichelewesha. Sawa. Afadhali leo umetabasamu. Ni wiki imekata sasa toka babako afariki, sijaiona furaha yako. Lakini Jackie, kaka ni mkorofi. Akijua mahusiano yetu mimi na wewe, atakufanya kitu kibaya. Atanifanya kitu kibaya? Ndio. Mimi niko tayari. Jambo lolote linikute kwa ajili yako. Vipi kama familia yangu haikutaki Jackie? Nitapambana. Na je, kama nikichagua familia yangu? Sawa. Lakini bado nitakupenda. Mimi sina mashamba, sina magari, yaani sina pesa yoyote wala majumba.
lakini nakupenda wewe. Jackson, ni wewe? Ndio, ni mimi. Chala, unafanya nini hapa? Jackson, siwezi kuruhusu uwe na dada yangu hata siku moja. Kaka, ungeniuliza kwanza. Nikuulize kipi? Jackson, siwezi kuruhusu hata siku moja uingie kwenye familia yangu. Lakini kaka. Kaka nini? Mimi nampenda. Unapenda mtu asiyekuwa na nyuma wala mbele? Salim, niheshimu. Nikuheshimu kwa kipi? Nikuheshimu mtu usiyekuwa na kazi wala kitu chochote? Utamlisha nini dadangu? Huwezi kunipangia maisha niliyoyachagua. Chara, ondoka hapa. Siendi. Nimekwambia nenda nyumbani. Siendi. Haendi popote. Unasemaje wewe? Nimesema hivi, haendi popote. Nitakwambia mbele yake. Ninampenda na sitomwacha. Lakini kaka Salim, usimpige, kwani hana haki kama watu wengine. Salim, unanipiga? Kuwa makini. Sawa? Kwa kipi? Unachotaka ni nini? Sikuogopi na sikutetemeke. Unahitaji vita? Unahitaji vita? Sawa. Kila kilio kina mwisho. Nilijua ungekuja. Nilikuwa nakuja kukuambia uache. Kuacha nini? Kuchimbua yaliyopita. Yaliyopita ndio yanatutafuna mpaka leo hii. Mimi nimechoka Cheusi. Nimechoka kuishi na hofu. Unaikumbuka sehemu hii? Ninaijua kuliko sehemu yoyote duniani. Hapa ndipo uliponiambia utanisubiria milele. Tulikuwa watoto. Lakini nilikuamini. Sikuwa na uchaguzi. Ulikuwa nao. Ulimchagua mzee Sefu. Ujui kilichotokea. Miaka hii yote nimejaribu kukuchukia ila nimeshindwa. Usiseme hivyo. Kwa nini? Kwa sababu mambo yamebadilika. Mambo ndio yamebadilika, lakini hisia hazijabadilika. Tafadhali Cheusi, usifanye iwe ngumu zaidi. Mimi sikukuacha kukupenda. Ni nani huyu? Kwa hiyo ni kweli miaka yote wao wamekuwa wakitudanganya, na nitaujua ukweli, na nikija kuujua hakuna atakayebaki hata mmoja.
Kila kilio kina mwisho, kila jeraha linapona, muda ukifika kweli, hakuna atakayeficha. Salim, mbona hujalala? Wewe je? Hadi niseme nilikuona? Una maana gani? Hadi niseme niliwaona? Nilikuona ukiwa na mzee Cheusi kule kisimani usiku. Jamani, kuna nini kinaendelea hapa? Dada, muulize mama hapa alikuwa wapi usiku wa kuamkia leo? Na alikuwa anafanya nini kisimani usiku na mzee Cheusi? Mama, wanangu, hayo mambo sio ya kitoto. Kumbe ni mambo ya nini? Ya siri inayoishi miaka yote hiyo? Alafu mama, kipindi mzee wangu bado yupo, mzee Cheusi alikuwa akija. Baba amefariki, mzee Cheusi bado anakuja. Anafuata nini? Na mnamficha ficha kwa nini? Kwa sababu gani? Wanangu, hayo yaacheni, kwa baadaye mtayajua. Muda ukifika mtayajua tu, msiwe na haraka. Sasa hivyo ndo nalimeje? Ndio alima taratibu hivyo. Utamaliza saa ngapi? Hebu lima haraka haraka tuwe kumaliza. Naam. Baba, unaweza hivi mtu anaweza kupata kumbukumbu? Mwanangu, pale mtu anapokuwa hakumbuki kitu chochote, humu hiyo ugumu sana kuja kukumbuka. Pengine ili akumbuke humchukua muda. Pengine unaweza kukuta mwezi, wengine ikishuka sana wiki, pengine hadi mwaka. Ndipo hukumbuka hivyo vitu. Alipokumbuka kabisa. Pengine mtu asipokumbuka kabisa huanzisha maisha mapya. Baraka mwanangu. Wala hata usiwe na wasiwasi. Unaweza kuishi na sisi. Na sisi ni familia yako. Kuna kumbukumbu na kukumbuka. Kuna kitu nakumbuka? Kitu gani?
Kuna mtu ananiambia nikimbie, ananitafuta kabisa. Kuna mtu anasema ukimbie? Ndio. Mtu gani? Sijui mimi. Kabisa ananitafuta. Yuko majalarani. Sijui kabisa. Sefu? Sefu? Karatasi imeandikwa Sefu. Kidani cha urithi kinapita historia, majina yaliyopotea yataandikwa upya, walioonewa watasimama kwa nguvu. Kidani cha urithi kitafunua kweli.